kwenye kuizungumzia maudhui hii na kwenye kuizunguka maudhui hii ya kuomba janna na kuomba kuepushwa na moto ndiyo utafutaji, ndiyo tamaa ya mtu mwenye akili na busara. Fikra zake zote zimeelekea huko, wallahi alazim. Ndiyo maana tunatakiwa sisi wallahi matendo yetu tumfanyie Allah, tumtakasie dini yeye, kwa sababu yeye ndiyo mwenye pepo. Aljannatu jannatu wan naru naru, pepo ni pepo yake subhanahu wa ta'ala na moto ni wake. Sasa ukileta ria katika ibada zako, ikawa wafanya ibada kwa kujionyesha, au unafanya ibada watu wakusikie, au unamuelekea asiyekuwa Allah kwenye ibada zako, ikawa unanyenyekea na kuelekeza maombi kwenye makaburi kwa mashekhe waliokufa zamani au wazee wako, ukiamini kwamba ni watu watukufu, wana makarama, wana uwezo wa kupokea maombi yako na kukusaidia, au ukajielekeza kwenye kuiadhimisha na kuiomba mizimu. Na baadhi ya watu wa makabila wao na mizimu na wao, akitetereka kidogo tu kwenye kazi, kwenye uchumi, au ameingia mtihani kwenye familia, watoto wanaumwa, hawaelewani na mke, anakimbia nyumbani, na akiwaambia wazee wake, anamwambia njoo huko, mizimu itakuwa imekasirika. Hujatambika muda mrefu wewe, fanya tafuta mbuzi njoo naye au kondoo. Kuna wale wenye kutambika kwa maziwa ya mgando, njoo na maziwa. Na kuna sisi Wachaga, tafuta mbege na masale yako, njoo huko. Haya, utambikiwe. Badala ya kujielekeza kwa Allah, watu wanakimbilia kwenye mizimu. Sasa ibada zako kama hazina utakasifu na imani, utapataje janna? Wakati hivyo ambavyo unavikimbilia havimiliki janna wala nar, havina chochote. Wataka watu wakusikie, watu wakuone. Leo watu wajiposti kweli kweli kwenye ibada, wallahi utashanga watu wako haji au wako umra, tena wengine wanaomba dua za kimakosa. Tumeona baadhi ya wasakatonge, baadhi ya machawa wamejiposti wakiwa Makka, eti wanafanya ibada ya umra, ameng'ang'ania ile Kaaba, anajipangusa nayo. Kwanza ni ibada wala haijafunzwa, hatujafundishwa tukajifute na Kaaba. Kaaba tumefundishwa kufanya tawafu, kuzunguka tu, na kuna al-hajarul aswad, ukiweza kulifikia ukaweza kuligusu ni sunna. Kuna msongamano mkubwa, hukufika, yatosha kuashiria. Kadhalika kuashiria kwenye vile vikuta, kwenye kona ya kikuta cha Ruknul Yamani, kuashiria pale, au kukifanyia istilamu, kukigusa. Hatujafundishwa mambo ya kugaragara kwenye kuikumbatia Kaaba, bali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab anaibusu Hajar al-Aswad na kuzungumza maneno ya tauhid. Anasema wallahi inni la a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa, mimi ninajua wewe ni jiwe tu, hudhuru wala hunufaishi. Walaula annani ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam yuqabbiluk, na kama si mimi nimemwona mtume anakubusu, ma qabbaltu, nisinge kubusu al-Faruq. Sasa mtu anafanya mambo kule Makka, mpaka hata wasiokuwa Waislamu wanaona labda ile ni ibada ya mizimu. Kwa hiyo ule ndio mzimu wenu ule. Naona ule jamaa anaukumbatia pale, anaomba dua, alafu ajitia tena anaiombea nchi. Unaombea nchi kwa utaratibu usiofaa, hiyo dua itaitikiwa na nani? Wamuomba nani? Nani ataitikia? Unawazuga tu hao unawaombea, labda kuna kitu wanakupa. Ukitaka kuiombea nchi na kuombea viongozi wetu ni jambo zuri, waombee kwa dua ya sawa, usilete utaratibu wa kimakosa, na ile inaleta picha mbaya. Lakini kitu kingine kibaya zaidi, chaonyesha mustawa wa ujinga tulionao sisi. Umetuaibisha kama Watanzania Waislamu kwamba ndio kiwango chetu kile cha elimu ya dini. Jitu zima la garagara limekumbatia Kaaba. Nani kakufundisha mambo haya?
wewe umetutia aibu sisi. Tanzania ina wasomi tulabul ilm, watu wamesafiri kusoma huko. Maka ulikoenda ni ushamba wako tu, watu wanaenda kila siku huko. Umemwona nani afanya hivyo? Wajinga hawa wako wengi. Wengine wamekaa mnyanyua mikono, amwambia mwenzake nivute video, katulia pale, alafu anatia caption nikiwa katika ubora wangu. Ushajua pia hiyo dua yako ni bora na mengine mengi yanafanywa mabaya. Kwa kweli wallahi hili ni jambo la kusikitisha. Ama mtu anakwenda akafanya ibada yake ya sawa, sio akatafuta biashara afanye, atafuta bidhaa anunue, vitu auze. Sisi hatuzungumzii mambo ya biashara. Yafaa kufanya biashara kwa mtu aliyekwenda haji au umra nje ya misikiti, yafaa. Sisi hatuzungumzii biashara za mtu wala hatuweka uhasibu. Fanya promotion huko Maka na Madina, maadamu sio msikitini, ni manjiani, una bidhaa yako, una brandi yako, sauri yako, maadamu unafuata taratibu za nchi ya watu za kibiashara. Tunazungumzia jambo la dini. Sasa kuna ujinga kiasi hiki. Acheni mambo ya ria katika ibada, ili ibada ziweze kuitikiwa. Dua ni ibada jamani, tumesoma. Sasa kama ni ibada, yataka tufuate utaratibu. Kwa hivyo sisi Waislamu tunamuelekea Allah katika maombi yetu, kwa sababu yeye ndiyo mwenye janna na yeye ndiyo mwenye nar. Mimi husema mara nyingi nikijiambia hivi, unapojionyesha na ibada zako au utakapozielezea watu wazisikie, unakusudia nini? Kwani wewe unafikiri mchakato wa hizi ibada kuna tuzo ambayo inatolewa na wanadamu kukupa wewe? Kweli? Kwa maana labda mwisho wa siku, labda umefanya itikafu vizuri ukajitangaza na kujisema, mwisho utapewa tuzo mwana itikafu bora wa mwaka, au mu'tamiri bora. Wafikiri pana mambo hayo? Ni wewe na Mola wako. Ikiwa umetengeneza na umekuwa mkweli, basi utakuta ujira wako. Sisi tunataraji hivyo. Na ikiwa umeboronga, umeingiza ria, wallahi utakuja kujuta mbele ya Allah. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kazungumza maneno mazito. Wataambia wale wenye kufanya ria siku ya kiyama, hadithun sahih, idhhabu ila alladhina kuntum turauna ilayhim fi dunya. Nendeni sasa siku ya kiyama, unatahayari na ibada zako za kujionyesha. Nendeni kwa wale ambao mlikuwa mkiwaonyesha ibada zenu duniani, fandhuru, kisha mkatizame, hal tajiduna indahumul jazaa, je, mtayapata kwa wao malipo? Watawapa thawabu wale, watawapa pepo, watawaepusha na moto. Ndio hapo watu watakapotahayari. Mambo ya msingi sana haya ndugu zangu Waislamu.